nichukue fursa hii kuwapongeza sana wawekezaji waliopo katika eneo hili kwa kazi kubwa ambao wanaifanya, ambapo tunategemea ndani ya siku 40 zijazo mtambo huu uwashwe na kazi rasmi ya kuanza kuchenjua madini haya yaanze kufanyika. Nitoe rai kwa wachimbaji wadogo wote nchi nzima wanaochimba madini ya shaba na ya nikel. Liko soko la uhakika ndani ya mkoa wa Dodoma kupitia kiwanda hichi. Serikali itahakikisha inashirikiana na sekta binafsi, hasa mabenki na taasisi za fedha, kuwajengea uwezo wa wachimbaji wadogo hasa wa kimitaji kuongeza uzalishaji ili wawe ni sehemu ya kuleta malighafi katika kiwanda hichi. Tunaamini kabisa kupitia njia hii mnyororo ule mzima wa thamani utasaidia kuchochea ukuaji wa sekta ya madini na kukuza tasnia ndogo ya uchimbaji mdogo hapa nchini Tanzania. Rai yangu nyingine tena ni kuwaomba wawekezaji, kama ilivyo katika kilimo. Kwenye kilimo huwa kuna kitu kinaitwa kilimo mkataba. Waainishe wachimbaji wadogo ambao wanaweza kuwawezesha kifedha na kimitaji ili waongeze uzalishaji kwa ajili ya kuja kuleta malighafi kwenye kiwanda hichi. Naamini tukifanya hivyo tutasaidia sana kukuza sekta ya madini, lakini vile vile kuongeza thamani ya madini yetu. La mwisho ni dhamira ya Mheshimiwa Rais, ni dhamira ya serikali ya kwamba Tanzania iwe kitovu cha uzalishaji wa bidhaa zitokanazo na madini badala ya kusafirisha madini ghafi. Tumejipanga kwenye eneo la shaba, madini shaba, kuendelea kuzalisha copper cathode na vile vile kuzalisha copper rods ambazo ni zile waya, na hivyo kupelekea kuvutia wanunuzi wengi zaidi kuja ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunaamini watu wengi wakija kununua bidhaa zetu ndani ya nchi yetu ya Tanzania, mafanikio yafuatayo yatapatikana. Ya kwanza, itakuza miji kama ilivyo hapa Zamahero katika wilaya ya Bai. Wananchi wa hapa watanufaika na ajira, watafanya biashara kwa wale wote ambao watakuwa wanakuja hapa kwa ajili ya kupata bidhaa. Lakini vile vile serikali ya kijiji, halmashauri ya wilaya wataongeza mapato pia. Hii ndio maana halisi ya kuchochea ukuaji wa sekta ya madini, tukifungamanisha na maendeleo ya watu na hasa kupitia rasilimali ambao Mwenyezi Mungu ametujalia. Ni imani yangu ya kwamba wadau wengi watajitokeza kwa ajili ya kuichangamkia fursa hii kubwa ya kuweza kuleta malighafi hapa na kuongeza uzalishaji katika kiwanda chetu. Asanteni sana. Mazao yetu sasa hivi, tuseme madini yetu hayawezi kuendelea kwenda nje. Yataongezwa thamani hapa hapa na watafaidika wachimbaji, lakini watafaidika jamii, lakini na serikali yote kwa ujumla. Kwa hiyo tunaipongeza serikali kwa kuweka mkakati mzuri ambao umewezesha kuleta njia nyepesi kwa viwanda kuanza kuingia Tanzania na kuanza kuonyesha uhai sasa wa nchi yetu kuingia kwenye uchumi ambao ni wa viwanda. Ni stage ambazo zinaanza, of course vimeanza muda mrefu, lakini sasa hivi tunaanza kuona manufaa ya sheria ya mwaka 2017. Kwa wachimbaji wadogo na wachimbaji ambao wanaweza wakachimba na kuleta mazao yao katika viwanda vyetu, especially kiwanda hiki cha Zamahero ni kiwanda kikubwa, kinahitaji mazao mengi ya madini, na tumejaribu kuzunguka nchi nzima tukijaribu kuhamasisha wachimbaji waendelee kuchimba na kuleta mazao yao hapa katika soko la Zamahero, lakini mwitio bado ni uko chini. Lakini na imani baada ya ufunguzi wa hiki kiwanda na kuona ukweli kwamba huu sio utani kama ulivyokuwa mwanzo, nafikiri wataanza kuitikia na kuanza kuchimba na kuleta kama mazao yao katika kiwanda hiki, badala ya tulivyokuwa tunafikiria kwamba mazao ya madini ni lazima yaende nje ya nchi. 我代表公司欢迎部长、地区长来我们公司指导工作，也非常感谢政府对我们的支持。 Mimi kama mkurugenzi wa kampuni ya Jonjo Mining napenda kumkaribisha
wa Mheshimiwa Waziri wa Madini, pia namkaribisha viongozi wa serikali akiwepo DC ni District Commission, mkuu wa wilaya wa Bahi. Tunashukuru sana kwa support ambazo tumepewa na serikali. 在新一届的政府领导下，我相信我们坦桑尼亚人民和我们中州矿业公司会做得越来越好。 Nachoahidi ni kwamba kwa support tunazozipata kutoka serikalini, naahidi kwamba tutaendelea kufanya vizuri, kila mwaka tutakuwa tuna improve. 也再一次谢谢我们马文德部长和地区长和各位的领导能够到我们公司来，非常感谢。 Nataka nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Madini, Mheshimiwa Mbunge Anthony Mavunde na viongozi wa serikali walioko hapa. Kuwepo kwenu hapa kunatupa imani na confidence kwamba tunaelekea pazuri. Asante. Asante.